Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi hiki tokea Freedom Studio. Nataka nikuletee mfululizo wa mafunzo ya vikoba, na nitakuwa nakuletea mfululizo wa mafunzo haya ya vikoba mara moja kila wiki, kila siku ya Jumatano. Ikiwa umesubscribe channel hii, utaweza kuyapata mafunzo haya, maana notification itafika moja kwa moja kwenye simu yako mara baada ya video kuwa mtandaoni YouTube. Kwa hiyo ninakukaribisha usubscribe ili uweze kupata mafunzo haya kila mara yanapokuwa yanaingizwa katika mtandao YouTube na katika mitandao mingine ambayo utakuwa unaitumia, na video hii itakuwa inaingia kwenye mtandao husika. Karibu katika mfululizo, unifuatilie kipindi cha leo mwanzo hata mwisho, na vipindi vingine vinavyokuja ujiandae kuvipata. Utapata mafunzo muhimu sana, mazuri sana kutoka katika studio zetu na kutoka kwangu mimi mkufunzi wako, na jina langu naitwa Samuel Kakila. Kwa kuanza, nitakuletea mafunzo ya mfumo yenye sifa ya kuwa rasmi, yenye sifa ya kuwa salama, yenye sifa ya kukuletea tija na ufanisi katika shughuli zako za vikoba. Inawezekana huko kwenye vikundi mbalimbali vya kuweka na kukopa. Inawezekana huko kwenye mifumo mingine, lakini mfumo huu ninaokuletea haulingani na mfumo au mifumo mingine ambayo unashiriki au vikundi vingine vya kuweka na kukopa unavyoshiriki. Mfumo huu ni wa tofauti sana. Kwa nini nimesema ni rasmi? Nimesema ni rasmi kwa sababu umefanyiwa utafiti mbalimbali za muda mrefu na ikaandaliwa miongozo thabiti, vikaandikwa vitabu mbalimbali na wadau mbalimbali vya mwongozo huu kwa ajili ya kuweka mwongozo wa mfumo wenyewe, kwa ajili ya kusaidia wewe kuweza kushiriki na kuendesha mfumo huu, au kuwasaidieni nyinyi wadau ambao mtakuwa tayari kutumia kuendesha mfumo huu katika utaratibu ambao ni imara, ni thabiti, ambao umefanyiwa utafiti. Kwa hiyo ni rasmi kwa sababu umefanyiwa utafiti na miongozo kuandaliwa. Lakini pia ni rasmi kwa sababu mfumo wenyewe unafanya kazi kwa mujibu wa kanuni, sheria na taratibu hasa za nchi ya Tanzania, kwa sababu studio zetu ziko katika nchi ya Tanzania, na mfumo huu ninaokuletea na mafunzo haya yanayohusu mfumo huu ninayokuletea yanaendeshwa katika ardhi ya Tanzania na chini ya sheria zinazosimamiwa na serikali ya Tanzania. Na sheria ambayo inatumika ni sheria namba 10, au sheria ambayo inasimamia mfumo huu ni sheria namba 10
inayoitwa sheria ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018. Kwa hiyo ni mafunzo rasmi pia kwa sababu yako kisheria, au ni mfumo rasmi pia kwa sababu mfumo huu uko kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. Ni rasmi pia kwa sababu mfumo wenyewe unatoa mwongozo kwamba vikundi au wadau ambao wako kwenye mfumo na wanaendesha mfumo huu wa vikoba ni lazima warasimishe shughuli wanayoifanya ya kuweka na kukopa. Maana yake nini? Kwamba mfumo huu unaendeshwa kwenye vikundi tofauti tofauti na mbalimbali hapa nchini, mahali pale ambapo vikundi hivi viko katika jamii husika. Mwongozo wa mfumo huu au uendeshaji unatamka kwamba ni lazima vikundi hivi visajiliwe. Kwa hiyo hapa kuna swala la usajili. Kwa hiyo mfumo huu unakuwa rasmi kwa sababu unasajiliwa na unahimiza usajili, unatoa mwongozo wa kusajili na unavitaka vikundi visajiliwe. Kwa hiyo wanachama watakuwa wamesajiliwa kwenye kikundi, kikundi kitasajiliwa na mamlaka za serikali. Kwa hiyo mfumo huu unakuwa ni rasmi kwa sababu utakuwa umesajiliwa, au kikundi kitakuwa kinafanya shughuli rasmi kwa sababu kitakuwa kimesajiliwa na mamlaka za serikali. Kwa misingi hiyo mfumo huu unakuwa rasmi kwa sababu ya hayo mambo niliyoyataja. Vimefanywa utafiti, mfumo umefanywa utafiti, umeandaliwa mwongozo, na mwongozo unawasaidia wadau wote wanaoshiriki katika mfumo kuuendesha mfumo. Kuna miongozo rasmi ya kuendesha mfumo. Kwa hiyo hauendeshwi kiujanja ujanja, hauendeshwi kwa namna ambayo ni isiyoeleweka. Unaendeshwa kwa namna ambayo ni rasmi. Lakini pia unafanya kazi kwa mujibu wa sheria na unafanya unaelekeza usajili wa wadau au vikundi ambavyo vinashiriki katika mfumo huu. Kwa hiyo ninasisitiza kuwa ni mfumo rasmi wa vikoba. Sijui katika mfumo ambao wewe unautumia ni mfumo wa namna gani? Je, ni mfumo ambao na wenyewe umefanywa utafiti? Je, ni mfumo wenye miongozo ambayo imeandikwa, inatoa maelekezo ya kila kitu? Je, naposema kila kitu na maanisha uongozi unapatikanaje, sifa za viongozi na kadhalika. Mfumo huu pia ni salama. Ni salama kwa sababu ya maelekezo ambayo yako kwenye mwongozo. Watu wataanzaje, watatengeneza au wataunda vipi vikundi, idadi ya wanachama wanapatikanaje, sifa zao ziko namna gani, wana sifa zipi wanachama wanapataje viongozi watakuwa na idadi gani, watakuwa na sifa zipi, michango yao wanatoaje, fedha zao zinakaa wapi, nani anatunza fedha, inapofika ni lini wanaanza kukopeshana, na inapofika wakati wa kukopeshana wanatumia mfumo gani wa kukopeshana.
Haya yote yamewekwa kwenye mwongozo ambao mwongozo umeweka mfumo ambao ni salama, namna ya kuendesha kila nukta ya kila jambo kwenye mfumo huu wa vikoba ambao nitakuwa ninakuelekeza kila wiki katika siku moja. Na nimekuandaa kabisa ujiandae kwamba siku ya Jumatano kuanzia mapema kabisa utakuwa unapata notification ya kwamba video imeingia inayokupa mafunzo haya ya vikoba katika mtandao unaotumia. Wale watumiaji wa YouTube, Facebook, lakini pia hata Instagram, TikTok na kadhalika. Mfumo huu pia una sifa ya kuwa rafiki. Mfumo una sifa ya kuwa rafiki. Ni mfumo ambao ni rafiki namna ya kutumia, lakini pia ni wenye kuleta tija, wenye ufanisi na tija katika kutimiza malengo. Maana kila mtu anapokuwa anaingia kwenye mfumo wa vikoba anakuwa ana malengo ya kutimiza. Mwingine anataka apate mtaji kwa ajili ya kuanzisha biashara, na mitaji inatofautiana. Mwingine anataka mtaji mdogo, mwingine anataka mtaji mkubwa. Kwa kila mtu anapoingia anakuwa na malengo yake. Mwingine ana malengo kwenye eneo la elimu, mwingine ana malengo kwenye eneo la afya. Mfumo huu unaweza kuyashughulikia yote. Unataka mtaji wa biashara, utapata. Unataka eneo la elimu likae sawa, pengine unasomesha, una vijana, una watoto unaowasomesha, eneo hili linashughulikiwa na mfumo huu. Unataka eneo la afya likae sawa, mfumo huu unashughulika na eneo la afya pia. Kwa hiyo kuna tija, kuna ufanisi, na ni mfumo rafiki katika kuyahudumia maeneo haya na maeneo mengine ambayo tutayagusa wakati mafunzo yetu yatakuwa yakiendelea. Nitakuletea mfululizo wa vipengele vingi sana ambavyo utajifunza katika mfululizo wa mafunzo. Kadri matoleo yetu ya mafunzo yatakavyokuwa yanaendelea siku zile ambazo tutakuwa tunakuletea haya mafunzo. Nini kitakuwa ndani ya mafunzo? Tutakuletea namna ambavyo unaweza kuanzisha au mnaweza kuanzisha, kwa sababu kimsingi mfumo huu unaendeshwa kwenye vikundi. Kwa hiyo lazima vikundi vitakuwa vinatakiwa kuundwa, na vinapoundwa vikundi, mfumo huu unaendeshwa kwa njia ya hivyo vikundi. Taratibu zote za namna ya kuunda vikundi, taratibu zote za namna ya kuendesha vikundi nitakupatia hapa Freedom Studio. Nitakufundisha kila kitu kwa kina, na unaweza ukapata hatua zote ambazo unahitaji kufanya ili uweze kuanza, wewe muweze kuanzisha kikundi chenu, muweze kuendesha kikundi chenu. Kila utaratibu nitakuletea hapa. Lakini pia unahitaji labda viongozi, namna ya kupata viongozi, idadi ya viongozi, aina ya viongozi na sifa za viongozi na majukumu yao. Kila kitu nitakuainishia hapa na utaelewa kila kitu. Mtaelewa kila kitu. Kwa hiyo na kuendelea kukusisitiza, fuatilia, utapata kila kitu kwa kina. Lakini pia katiba, sheria, kanuni na taratibu ambazo zinasimamia mfumo
na namna mtakavyokuwa mnaendesha kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni na taratibu ambazo zinatumika kwenye mfumo, na kuendesha vikundi vyenu kwa namna ambayo ni salama, kwa namna ambayo inaleta tija, kwa namna ambayo kunakuwa kuna ufanisi na matokeo ya haraka, na kutimiza malengo ambayo mnayo kama kikundi, lakini pia kama mtu binafsi. Aina za mikutano mtakayokuwa nayo kwenye kikundi, mtakuwa na aina zipi za mikutano, mtakuwa na kwenye mikutano mtakuwa mnafanya kitu gani, idadi ya mikutano inayotakiwa na muda wa kufanya mikutano hiyo. Nitakuletea pia namna ya kutunza kumbukumbu. Hii ni muhimu sana, kwamba mnatunzaje kumbukumbu, mnatumia nini kutunza kumbukumbu za fedha, kwa sababu vikoba inahusisha masuala ya kuweka fedha na masuala ya kukopa fedha. Kwa hiyo inagusa eneo la fedha. Waswahili wanasema mali bila daftari hupotea. Bila kuweka kumbukumbu za fedha ambayo mnaweka, ambayo unakopa, ambayo unatakiwa kurudisha, ni wazi kwamba hakutakuwa na usalama wa fedha. Ili usalama wa fedha uwepo, ni lazima kuwe kuna kuweka kumbukumbu kwa umakini mkubwa na kuweka kwa usahihi mkubwa. Ziko nyaraka ambazo utalazimika kujifunza kuzijua na namna ya kuzitumia katika kuweka kumbukumbu ya fedha ambazo mtakuwa mnaweka na fedha ambazo mtakuwa mnakopeshana, na namna ya marejesho yatakavyokuwa yanafanyika. Kwa sababu pia iko mifuko tofauti katika kuendesha mifumo yenu kwenye vikundi vyenu. Iko mifumo tofauti. Kuna mfuko utakutana na mfuko unaitwa wa hisa. Utakutana na mfuko mwingine unaitwa mfuko wa jamii. Utakutana na mfuko mwingine ambao ni mifuko tofauti ya hii niliyoitaja. Na mfuko wa hisa nitakueleza unashughulika na kitu gani, mnafanyaje kuupata. Mfuko wa jamii mnafanyaje kuupata na unashughulikia vitu gani. Sasa namna ya kutunza kumbukumbu zinazohusu mfuko wa jamii, hisa, mfuko huu wa hisa, mfuko wa jamii na mifuko mingine, mnatunzaje kumbukumbu zake, mnatunza wapi, nani anasimamia kumbukumbu hizi. Hiki kila kitu nitakuletea katika mfululizo wa masomo, kuanzia katika vipindi vinavyokuja. Nimekwambia kila wiki nitakuletea katika siku moja vipindi hivi. Fuatilia kwa umakini, na nimekurahisishia ratiba ujue ni lini nitakuletea mafunzo haya. Kwa hiyo ninakukaribisha wakati nitakapokuwa ninaendelea na mafunzo haya. Nitakufundisha au nitakufundisheni, nitakuelekeza au nitakuelekezeni, ili nyinyi wenyewe muingie kwenye utekelezaji. Kimsingi mimi sitakuwa sehemu ya kikundi chenu, sitaingia kwenye kikundi, sitakuwa mwanachama wa kikundi chako au kikundi chenu. Sitahusika kwa namna yoyote na fedha yako au fedha yenu. Nyinyi wenyewe ndio mtahusika na fedha yenu, au wewe mwenyewe utahusika na fedha yako. Wewe mwenyewe utawajibika, nyinyi wenyewe mtawajibika. Nyinyi wenyewe ndio mtakuwa mnaendesha mambo yenu. Mimi sitahusika. Lakini kimsingi mimi ni mkufunzi wako, nitakuelekeza kila kitu ambacho ungehitaji kujua. Kama una swali, unaweza ukaandika swali lako kwenye comment hapo chini,
na mara moja tutakujibu au nitakujibu swali lako. Na kama una comment, usiache kucomment, usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe, kwa sababu inakurahisishia wewe kuzipata videos hizi kwa mfululizo unaotakiwa. Lakini pia nitakuwekea namba za simu yangu. Kama una swali, unahitaji kuniuliza, unahitaji kupata ushauri, unahitaji kupata mwongozo fulani, utatumia simu hiyo kupata maelekezo. Na utakapopiga usinipate kwa urahisi, tuma message. Usikate tamaa. Cha kufanya wewe tuma message itanifikia. Itakaponifikia message nitakujibu, nitakutafuta. Tutawasiliana na nitakupa majibu ya maswali yako, au maoni yako yatakuwa yamepokelewa, au jambo lolote ambalo utahitaji. Ninakukaribisha kama mdau, karibu sana. Ni mwalimu wako Samuel Kakila kutoka Freedom Studio. Karibu.